ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: واذكروا إذ قليل مستضعفون في الأرض واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، na kumbukeni zamani nyinyi mlipokuwa ni wachache wenye kunyongeshwa katika ardhi. Takhafuna an yatakhatafakum nnasu, na mnaogopea kuwachukua nyinyi watu, kuwabokoreni nyinyi watu. Faawakum, basi Allah akawahifadhi nyinyi. Wa ayyadakum binasrihi, na Allah akawapa nguvu nyinyi kwa nusra yake. Warazakakum min at-tayyibat, Allah vile vile akawaruzuku nyinyi kutokana na vitu vitamu vitamu. La'allakum tashkurun, ili nyinyi mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii wakiambiwa waumini min as-sahaba radiyallahu ta'ala anhu, kutokana na hali waliokuwa nayo ya unyonge, wakati walipokuwa idadi yao ni ndogo sana, chache. Na ardhi inayokusudiwa katika aya hii ni ardhi Makka. Watu walipokuwa kwa Makka wachache, alafu ni wanyonge, hawana nguvu, na ikawa wao wamesimama katika kuitangaza da'wa ya haki, basi watu walikuwa kando kando yao, watu walikuwa na nguvu, walikuwa wakitamani kuwanyakua, kuwabokora, manake kuwaua, kinayatu an al-qatl, kuwaua kutokana na ile da'wa yao ambayo walikuwa wakifanya mwani na Musa. Allah tabaraka wa taala akapeleka hifadha yake kwa watu hawa na akatia nguvu yake na akawaruzuku Allah riziki iliyokuwa nzuri. Sasa Allah anawakumbusha masahaba, wadhkuru idh antum qalilun mustadha'afuna fil ardh, nakumbukeni wakati nyinyi mlipokuwa ni wachache wenye kunyongeshwa, ni wanyonge katika ardhi. Wadhkuru ayyuhal mu'minuna ni'ma Allahi alaykum, nakumbukeni enyi waumini neema za Allah zilizopo juu yenu. Idh antum bimakka qalilul adad maqhurun, zamani mlipokuwa nyinyi mpo katika mji wa Makka, qalilul adad, idadi yenu ni ndogo. Maqhurun, tena ni wenye kutezwa nguvu, watu wanawalazimisha. Bila mustadhafuna fil ardh, takhafuna an yatakhatafakum an-nas, na mnaogopea kuwabokora nyinyi watu, yani kuwachukueni nyinyi watu kwa nguvu, kuwanyakueni nyinyi watu. Takhafuna, mnaogopea an yatakhatafakum an-nas, kuwanyakueni nyinyi watu, kuwabokoreni nyinyi watu, bimaana kuwaua. Wanaweza kutokea watu wenye nguvu nyinyi wakawapiga wakaua, hilo kwa mkiliogopea. Alafu Allah anasema faawakum, Allah akawahifadhini. Faawakum, Allah akawahifadhini. Wapi aliwahifadhi? Ni kule kuwatoa katika mji wa Makka wapeleka katika mji wa Madina. Kwa hiyo kama mji wa Madina ni maawala, ni mahali ambapo wamejihifadhi, wamejichunga katika sehemu ile. Ay takhafuna an ya'khudhakum al-kuffaru bisur'a, kama mnaogopea nyinyi kuwakamateni na kuwachukueni nyinyi makafiri kwa upesi. Faja'ala lakum ma'wa, Allah akawaekeni nyinyi mahali pa kutegemea. Taawuna ilayhi, mnaelekea katika sehemu hiyo. Wa huwa al-Madina, nao ni mji wa Madina Munawwara. Wa ayyadakum binasri, na akawapeni nguvu nyinyi kwa nusra yake. Alayhim, dhidi yao, dhidi ya makafiri, ambao ni yauma Badr, ile siku ya Badr. Warazakakum min at-tayyibat, na akawaruzukuni nyinyi katika vitamu. At-tayyibat zinazozungumzwa hapa katika hii aya ni zile maghani, ni zile ngawira ambazo tunazipata katika ghazwa ya Badr. At-tayyibat maana anakusudia katika
almaghanim la'allakum tashkurun, wena nyinyi mkamshukuru Allah tabaraka wa taala. Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasul, enyi ambao mlimwamini, enyi ambao mlomwamini Allah na mtume wake, msimfanyie khiana Allah na mtume. Watakhunu amanatikum, wala msizifanyie khiana amana zenu mnazopeana. Unataka kukupa amana uipeleke mahali fulani, wewe ukaifikia khiana hiyo. Wa antum ta'lamuna, hali ya kuwa nyinyi mnajua nini? Kwamba amana inapaswa kutekelezwa. Na aya hii inafikiana ile hadithi ya bwana mtume aliposema ayatul munafiq thalatha, ayatul munafiq thalatha, kwamba alama ya mtu mnafiki ni tatu. Na nifaq alikusema mtume sallallahu alayhi wasallam ile nifaqul amali, ule unafiki wa vitendo ambao haumtoi mtu katika Uislamu wake. Sababu unafiki umegawanyika aina mbili kuu. Kuna nifaqul i'tiqadiy, kuna ule unafiki wa kiitikadi ambao uko ndani ya nyoyo. Huu unamtoa mtu katika Uislamu, ndio katika Uislamu wake. Alafu kuna ile nifaqul amali, kwamba vitendo vyake vya kinafiki kwa sawa, japo kwamba moyo wake umepukana na unafiki, kama vile kusema uongo, idha hadatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa, anapoahidi anakhalifa ahadi yake. Amekiana na mtu ahadi kwamba wakutane baada ya salati dhuhuri fi masjidi al-yatam, alafu baada ya sala angaliwa yupo, si wamepigwa katikani, manake huwa na vitendo vya kinafiki. Wa idha itumina khana, napina na kuaminiwa anafanya khiana. Wa idha itumina khana, anapoaminiwa anafanya khiana, afanya khiana. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mliamini, la takhunu Allaha wa rasul, msimfanyie khiana Allah na mtume wake. Bitarki ma aujabahu Allah alaykum, kwa kuacha yale ambayo amewajibisha Allah kwenu nyinyi. Sawa. Wa fi'li ma nahakum anhu, na kutekeleza yale ambayo amewakatazeni nyinyi kutokana na hivyo. Watakhunu amanatikum, na wala msizifanyie khiana zile amana zenu. Ile watakhunu maana wala takhunu, muondosha tulaka hii, ndio huko inaakifia huko, na wala msifanyie khiana katika amana zenu zinazopeana. Sawa, au msifanyie khiana katika zile amana mlizochukua kwa Allah tabaraka wa taala. Wa antum ta'lamuna, hali ya kuwa nyinyi mnajua kwamba ni wajibu kutekelezwa nini? Kutekelezwa amana. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna, najueni kwamba mali zenu na watoto wenu ni majaribio, bi maana ni mtihani. Wa anna Allaha indahu ajrun adhim, na kwamba Allah mbele yake kuna malipo makubwa. Na hii inafahamisha kwamba mali na watoto ni mtihani tu, isiwe sehemu ukajifakharisha na vitu hivyo, yani kupoa kwako mali au kupoa kwako watoto wengi. Sawa, ikawa ni sehemu wajifakharisha nayo, na ukaona takabari, wajiona wewe ndio wewe, hakuna zaidi ya wewe. Sawa, sikia hivyo, uone kwamba huu ni mtihani tu Allah amenipa, natakiwa nifaulu kwa mtihani huu. Na aya hizi zimekuja nyingi tu katika Qur'an kuzungumzia fitna ya mali na fitna ya watoto nyingi. Wa'lamu, najueni, ayyuhal mu'minuna, enyi waumini, annama amwalukum wa auladukum fitna, kwamba mali zenu na watoto wenu fitna, ni majaribio. Fitna ikiwa na maana ikhtibar, ni mtihani min Allah, kutoka kwa Allah. Wa bitilau liibadihi, na ni majaribio kwa waja wake. Allah na majaribu kwa Allah, anapokupa mtoto maana kukupa majaribio ya kuangalia utafanyaje, utakufuru, utashukuru. Wa anna Allaha indahu, na kwamba Allah mbele yake ajrun adhim, kuna malipo makubwa. Liman ittaqahu wa ata'ahu, kwa yule mwenye kumcha yeye na yule mwenye kumtii. Na malipo makubwa mashaka ni pepo, na hili ndio lengo kubwa sana. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao waamini, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan,
mtakapomcha Allah, manake mtakapomwogopa Allah, yaj'al lakum furqana, atawajalia nyinyi upambanuzi wa mambo yenu. Ndio furqana. Tafsiri nyingine makharajan, kwa sababu mahali pa kutokea, lakini upambanuzi ndio tafsiri ambayo tumefikia sisi. Wayukaffiru ankum sayyi'atikum, na yatafutwa, manake atayafuta Allah kwenu nyinyi makosa yenu. Wayaghfir lakum, na atawasamehe nyinyi. Wallahu dhul fadlil alim, na Allah ni mwenye fadhila iliyokuwa kubwa. Allah ni mwenye fadhila iliyokuwa kubwa. Allah ni mwenye fadhila iliyokuwa. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mnaamini, bimaana ya ayuha alladhina saddaqu Allaha wattaba'u rasulah, enyi ambao waliomsadikisha Allah na wakamfuata mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. In tattaqu Allaha, kama mkimwogopa Allah, bifi'li awamirihi, kutekeleza zile amri zake, wajtinabi nawahi, na kujiepusha na makatazo yake, yaj'al lakum furqana, atawajalia nyinyi sawa. Furqana maana ndio tunasema upambanuzi, maana yaj'al lakum makhrajan, atawajalia nyinyi mahali pa kutokea, wa najata, na kufaulu, fil hayati dunya, katika maisha ya dunia. Aiwa, kama kuna mambo yeye yanakuzonga, yanakutatiza, rudi kwa Mola wako tu. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب. لهم رزق الله تبارك وتعالى mtume pasta moja kutarajia. ويكفر عنكم سيئاتكم, na atawafutieni nyinyi makosa yenu. Yukafiri bi maana yamhu ankum, manake atafuta kuepukana na nyinyi ma salafa, yale yote yaliyotangulia huko nyuma, min dhunubikum, katika madhambi yenu Allah atayaondosha. ويغفر لكم, na atawasameni nyinyi manake madhambi yenu. Wallahu dhul fadli alazim, Allah ni mwenye fadhila iliyokuwa kubwa. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru, na kumbuka Muhammad, zamani walivyokufanyia vitimbi wewe, wale ambao waliokufuru zamani, walivyokufanyia vitimbi wale ambao waliokufuru wale, liyuthbituka, ili wakufunge wewe jela, au yaktuluka, au wakuue wewe, au yukhrijuka, au wakutoe katika mji wako. Tuko sawa? Na hii ilikuwa ni mkutano ambao ulifanywa na Makuraishi kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapa alipofikia lazima kuna vitu mfanyie ukijana, bila hivyo huyo atatuadhir, bila hivyo atatuadhir. Kwa maana yake ima wamshike, wamfunge, wamfungie, maana kama vile wamtengeneze jela, wamfunge ndio ifilitu, au wamuue tena, wamuue kwa maana yake wamuue kwa pamoja, bidharbi rajulin wahid, kwa pigo la mtu mmoja kama mpiga wao, alafu ile damu yake itapanyiki kwa makabila wote wala ambao waliompiga, wala wasiweze Banu Hashim kuweza kulipiza kisasi, kwa sababu hawatajua nani ambaye kampiga, hawatalipiza kwa nani katika makabila yote yaliyoshirikiana. Au wamtoe katika mji wa Maka. Katika mambo matatu ndivyo ambavyo yamefanikiwa. Kumtoa fanya wale katolewa mtume na Makuraishi, au kuna idhini kutoka kwa Allah kwamba atoke. Mbona sijaelewa vizuri jamani? Makuraishi wametoa au katolewa na Allah kutoka idhini kutoka Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi? Shakasi mbona anamuunika sema na wacha wako. Naona mzao anamuunika tu. Wacha wako. Salamu. Allah anaamrisha atoke. Sio swali la salamu. Ndivyo. Tayib, wayamkuruna, na wanafanya vitimbi hao wakafiri, wayamkuru Allah, na Allah atawalipa vitimbi vyao. Wallahu khairul makirin, na Allah ni mbora zaidi kwa wale wenye kufanya vitimbi. Sasa bila kujifanya kwamba wale wa vitimbi wamshinda Allah tabaraka. Wallahu khairul makirin. Sawa.
wa idh yamkuru bika alladhina kafaru, na kumbuka zamani walipokufanyia vitimbi wewe wale ambao waliokufuru. Bimaana wadhkuru ya Muhammad, nakumbuka ya Muhammad, hina yakidu laka mushriku qaumika, zamani walipokuwa wakikufanyia vitimbi wewe wale washirikina wa jamaa zako bimakka, huko Makka, liyuthbituka, ili wakufunge wewe jela, maana liyahbisuka, ili wakufunge wewe jela, au yaktuluka, au wakuue wao kwa pamoja, au yakhrijuka, au wakutoe, maana yanfauka min baladi, wakufukuze na kutoe katika mji wako. Hii ilikuwa ni katika jama ambazo walikuwa wakifanya Makuraishi. Wayamkuruna, na wanafanya vitimbi, bimaana wanakufanyia vitimbi wewe. Wallahi wayamkuru Allahu, na Allah atawalipa vitimbi vyao. Wallahu khairul makirin, Allah ni mbora zaidi kwa wale wenye kufanya vitimbi. Wa idha tutila alaihim ayatuna, na pindi zinaposomwa kwa wao aya zetu, qalu, husema qad sami'na, hakika tumesikia sisi. Lau nashau la qulna mithla hadha, lau tungelitaka sisi tungesema mfano maneno haya maneno nasimia hata sisi tuna uwezo wa kusema. Kama tuko sawa manake maneno kujipa hofu, kama vile umuone mtu mfano mwenyewe na elimu yake kaisoma kwa muda mrefu, amekaa mwenyewe tuna vitu vyake kichwani, alafu aweze kujipa hofu. Sasa nikadukua mimi siwezi, bila sisi vile naweza pia mimi, mbona ufanye kama wazi, naona nzima ile kila mmoja acheze. Yaani mwenyewe mtu akasoma elimu yake huko, ana elimu yake ya kutosha, hajatoa mada zake mwenyewe, vitu vitu kichwani, mimi katika kifua, alafu ukaa mwenyewe umeegemea sinzia huko, usema kama mimi pia naweza. Njoo kama naweza nafanya. Haiwezekani. Wao Makuraishi walivyopewa risala kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, alafu nao wasema maneno basi tunasema sio kawaida, tunakaenda vipi? Mbona sikuta mwasema si Mungu hapo Maka, mngesema basi in hadha illa asatirul awwalin, hayakuwa maneno haya isipokuwa ni vigano vya watu wa kale. Vigano maana yake zile simulizi, sawa, hikayati na asatir. Wa idha tutila alaihim ayatuna, pindi wanaposomewa wao aya zetu, bimaana wa idha tutila ala haulai alladhina kafaru billah, pindi zinaposomwa juu ya awa ambao waliomkufuru Allah, ayatul Qur'an al-aziz, aya za Qur'ani tukufu, qalu, husema qad sami'na, hakika tumesikia sisi bwana. Maana qad sami'na hadha min qabl, mbona tayari tumeshasikia maneno hayo toka huko zamani. Haya maneno za Muhammad kwa maneno mapya, maana si hayo tu tumeshasikia huko zamani sisi. Maana kile qad sami'na min qabl, sawa. Lau nashau la qulna mithla hadha, lau tungelitaka sisi tungelisema mfano wa hii Qur'an wa Muhammad, mfano maneno haya Qur'an tungesema sisi. Allah alafu kwa namaliziwa wanasema in hadha illa asatirul awwal, kwamba haikuwa maneno haya maana yake yalikuwa katika Qur'ani isipokuwa ni vijano na wale watu wa mwanzo. Asatir maana yake akadhib, sawa, uongo tu, maneno ya kizushi, wale watu wa awali. Idh qalu Allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik, nakumbuka zamani waliposema hao washirikina, Allahumma, ewe Allah, in kana hadha huwa alhaq min indik, ikiwa maneno haya ni ya kweli yatokao mbele yako, fa amtir alaina hijaratan min as-samaa, tulishelezee sisi mvua ya mawe itokao mbinguni, wanakata kuadhibiwa. Au itina bi'adhabin alim, au tuletee sisi adhabu yenye kutia uchungu. Yani hawa makafiri wakishapinga, alafu sasa wajiapize wenyewe watakuwa watoa adhabu. Yani kule kupinga kwao pia hakutoshi, wahitaji adhabu ya Allah kwa furaha. Idh qala Allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik, nakumbuka Muhammadi, manake maneno ya washirikina pale waliposema ewe Allah, in kana hadha huwa alhaq, kwamba ikiwa haya ambayo alokuja nayo Muhammad ni ya kweli, min indika, kutoka kwako wewe, ni kweli kama anavyosema Muhammad, fa amtir alaina hijaratan min as-samaa, tunyeshelezee sisi mvua ya mawe kutoka mbinguni.
Manake ile mvua mawe kama ile ilivyoshuka kwa watu wa nani, kwa watu wa Luti, sababu watu wa Luti walishua mvua mawe, wamekaa na kula mawe tu. Hiyo ni mvua ya adhabu. Sawa, nyumba huko zilizopita waliteremshwa mvua hii. Au itina bi'adhabin alim, au tuletee sisi adhabu yenye kutia uchungu. Wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihi, na wala haipasi kwa Allah awaadhibu wao na hali ya kuwa wewe uko nao. Sawa, maana kwamba Allah tabaraka wa taala, yani kwamba haiko tayari kuwashusha adhabu ya hali ya kuwa Mtume Muhammad yuko nao katika mgongo wao. Hilo Allah amelizuia kidogo. Wama kana Allahu mu'adhibahum, na wala vile vile hakuacha kwa Allah, manake wala haitakikani kwa Allah wala haipasi kwa Allah mu'adhibahum, mwenye kuadhibu wao, wa hum yastaghfirun, na hali yako wao wanamtaka istighfar, manake mtaka msamaha kwa vitu viwili. Kuwepo kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa taala kuacha, na sababu nyingine ni istighfar. Istighfari pia ni sababu ya Allah tabaraka wa taala kuzuia kutokuleta adhabu yake. Ikiwa mtu sasa hayupo, kinachozuia kutokuleta adhabu, Allah kutotemsha adhabu yake, hii ni istighfar. Na istighfar kila wakati. Jamani, kwa sawa vitu hivyo. Wujudu nabii sallallahu alayhi wasallam, cha kwanza. Cha pili istighfar, mtaka msamaha Allah tabaraka. Hivi Allah tabaraka wa taala ndio ni sababu ya kutokuambia mtu. Ili kama vile hivi vinakosekana, Allah anashusha adhabu, wala yakhafu laumata laim. Wama kana Allah liyu'adhibahum, na wala haipasi kwa Allah kuadhibu wao. Imana ma kana Allah subhanahu wa ta'ala, wala haipasi kwa Allah hali ya kuwa ametukuka liyu'adhiba haulai almushrikin, kuadhibu hawa washirikina. Wa anta ya Muhammad, na hali ya kuwa wewe Muhammad, baina dhaharanihi, kwamba upo ndani ya migongo yao. Hiyo Allah tabaraka wa taala alipasi kwa hiyo. Wama kana Allah mu'adhibahum, wala haipasi kwa Allah ni mwenye kuadhibu wao. Wa hum yastaghfiruna min dhunubi, na hali ya kuwa wao wanamtaka msamaha Allah kutokana na madhambi yao. Vipi atawadhibu watu wanakuwa wenyewe wanamtaka msamaha Allah? Subiri kwanza, manake kwamba subiri wewe ufe Muhammad, alafu wasimtake istighfari Allah, waendelee na ukafiri wao, alafu wewe ni kitu gani kitakachotokea? Aya muhimu sana, aya adhimu. Wama lahum, na wananini hao, manake na wananini hao washirikina, alla yu'adhibahum Allah, asiwadhibu wao Allah. Wana kitu gani mpaka wasiadhibiwe watu wao? Wahum yasudduna ala almasjid alharam, na hali ya kuwa wao wanawazuia watu msikiti mtukufu wasifanye ibada. Wama kanu awliyaahu, na wala hawakuwa wao ndio watawala wa msikiti huo, ndio wenye kumtawalia msikiti huo, hawana haki hiyo. In awliyauhu illa almuttaqun, hawakuwa watawala wa msikiti huo isipokuwa wale wenye kumcha Allah. Walakin aktharahum la ya'lamun, lakini wengi katika wao la ya'lamun, hawatambui hilo. Yani kuna watu dhamiri ya awliya wanarudisha katika Masjidil Haram. Sasa ukirudisha dhamiri katika Masjidil Haram, utatafsiri manake watawala wanaoitawalia msikiti. Na kuna wafasiri nyingine dhamiri wanarudisha katika lafdhul jalala huko. Tuko sawa? Manake ukirudisha dhamiri katika awliya wa lafdhul jalala, unafasiri vipenzi vyake Allah, sio watawala tena, ni vipenzi. Kwa hiyo tutegemea namna dhamiri tutakapoirudisha pia, afu ndio tusikilize tafsiri tutakayoitoa. Kwa sababu ndio tuna nzuri hapa. Mashaka tuko sawa? Naona mashaka wanaha wanaangalia kwa kweli. Natikisha kichwa. Yaani uko kaegemea kote kuonyesha umwamba kwamba nyinyi mko fiti. Ndio maana mmeamua kuegemea sasa. Basi sababu Mungu atuegemee. Au si bwana? Wama lahum, na wananini hao, manake wa kaifa la yastahiquna adhab Allah, vipi wao hawatostahiki adhabu ya Allah? Wama lahum, na wananini hao washirikina, alla yu'adhibahum Allah, kwamba asiwaadhibu wao Allah. Sababu gani? Wana kitu gani?
Wahum yasudduna anil masjidil haram, na hali ya kuwa wao yasudduna, wanawazuia watu anil masjidil haram, manake kuwazuia katika msikiti mtukufu kutokuingia. Wama kana awliyauhu, na wala hawakuwa vipenzi vyake Allah. Na hivi ndivyo alipopita shekhe wangu pia hapa, shekhe dhamiri hapa kabisha kwa lafdhul jalala huko, manake wama kana awliyauhu, wana hawakuwa hao awliyauhu ni vipenzi vyake Allah, hao washirikina. In awliyauhu, kwamba hawakuwa vipenzi vyake Allah, illa almuttaqun, isipokuwa wale wenye kumcha Allah. Walakinna aktharahum, lakini wengi katika wao. Wahum yasudduna awliyaahu almu'minin, na hali ya kuwa washirikina wanawazuia wale vipenzi vyake Allah ambavyo ni waumini, ani tawafi bil Kaaba, kutufu nyumba tukufu, wasalati fil masjidil haram, na kutukuswali katika msikiti mtukufu. Wama kanu awliya Allah, na wala hawakuwa wale vipenzi vya Allah. In awliya Allah illa alladhina yattaqunahu, sawa, kwamba havikuwa vipenzi vya Allah isipokuwa wale wenye kumwogopa Allah, biadai faraidhihi wajtinabi maasi, kwa kule kutekeleza fardhi zake na kujiepusha na maasi yake. Walakinna akthara alkuffari la ya'lamuna, lakini wengi katika makafiri hawalijui hilo. Wama kana salatuhum inda albayt, na wala hazikuwa ibada zao inda albayt, mbele ya nyumba tukufu ambayo al-Kaaba, illa mukaa wa tasdiya, isipokuwa ni ninja, filimbi, wa tasdiya, na kupiga makofi, piga filimbi sawa, kupiga makofi na kushangilia sana, ndio ibada zao. Sawa, mukaa maana yake ile tasfir, tasfiri kupiga minja, ile minja kama imetoa sauti fulani ya filimbi, sawa. Wa madha wa tasdiya, na kupiga makofi, kupiga makofi bwana, sawa. Fadhuqu al'adhaba bima kuntum takfurun, basi hiyo ndio ni adhabu kwa sababu vile mlikuwa nyinyi mkimkufuru Allah tabaraka. Majabangu mmoja kwa sinzia hapa, aliposikia minja na makofi akashtuka, na jirani wangu hapa. Wama kana salatuhum, wala hazikuwa ibada zao, manake wapi hawa washirikina. Ay wama kana salatuhum inda almasjid alharam, kwamba hazikuwa ibada zao mbele ya msikiti mtukufu, illa safiran, isipokuwa minja, sasa firimbi, wa tasfiqan, na kule kupiga makofi, ndio ile mla mukaa au watasfiqa. Usawa jamani hapo. Aiwa, fadhuqu al'adhab, Allah tawaambia hiyo njeni adhabu. Sawa, fadhuqu al'adhab, hiyo njeni adhabu. Atana ahli al-ilm nasema adhabu hapa, lakini adhabu al-qatl, ile adhabu ya kuuliwa, wal asr, na ile adhabu ya kutekwa yauma Badr, ile siku ya Badr kule. Bima kuntum takfurun, kwa sababu vile mlivyokuwa nyinyi mkimkanusha Mola wenu. Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum, hakika wale ambao waliokufuru wanatoa mali zao, liyasuddu an sabilillah, ili wawazuie watu katika dini ya Allah. Na maana leo watu magharibi watoa mali, mapesa ili kuzuia Uislamu usonge mbele. Sasa chungu nzima letu watu watongeza maji haya za nchi hiyo mbaya. Atokea mtu mmoja mpuuzi tu basi aibaimba namna hii, jambo za kimagharibi kumkuza. Sawa bwana, au mtu mkubwa huyo aezeshwa ambasa hivi. Sawa, kwa watu sawa wanatumia katika kuwazuia Uislamu usende mbele. Fasayunfiqunaha, basi watayatoa mapesa yao hayo, thumma takunu alayhim hasaratan thumma yughlabun, kisha itakwisha. Thumma takunu alayhim hasara, kisha yatakuwa mapesa haya, mali hizo kwa wao ni masikitiko, ni majuto. Thumma yughlabun, kisha watashindwa, maana hawatomweza Allah bwana. Walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun, na wale ambao waliokufuru ila jahannama yuhsharun, katika moto wa jahannam watakusanywa wote. Kusanya wote kama tumbukizwa mbali na nani. Innal ladhina kafaru, hakika wale ambao waliokufuru, ay jahadu Allah wa asaw rasulahu, waliomkanusha Allah na kumwasi mtume wake.
yunfiquna amwalahum, wanatoa mali zao, bimaana fayutaunaha amthalahum min almushrikin wa ahli ad-dhalal, wanawapa wale wenzao katika washirikina na wale watu waovu, wanawasaidia wale wenzao. Kwa sawa, bimaana wale makafiri sana wenyewe kwa wenyewe, usitegemee kwamba kafiri atakuja kusaidia wewe. Msaada wake wewe kufuturisha mwezi wa Ramadhani, ukiaftari pale mwenyewe umetoka tumbo limevimba vizuri kabisa, kwa sababu wachao shakula soda zako za mirinda, ndio kusaidia afu kuja na hashishi na shilingi za 50,000 utele madeni mwenyewe. Una madeni kama 500,000 alafu kwa 50,000 shamalizo. Sawa, ndio msaada maliza. Liyasuddu an sabilillahi, ili wapate kuwazuia watu katika dini ya Allah. Bimaana liyasuddu an sabilillahi wa yamna'u almu'minin, na wawazuie waumini an al-imani billahi wa rasulihi, kutokumwamini Allah na mtume wake. Wasayunfiqunaha, basi watazitoa mali hizo, fi dhalika, katika njia hiyo. Thumma takunu alayhim hasaratan, kisha itakuwa mwisho wao ni majuto. Thumma yuqlabun, kisha watashindwa wao, maana kisha watashindwa, maana hawatafanyaje? Hawatoshindwa. Walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun, na wale ambao waliokufuru katika moto wa jahannam watakusanywa. Liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, ili apate kupambanua Allah kile kichafu kutokana na kizuri. Wayaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd, na akijalia kile kichafu baadhi yake kwa baadhi nyingine, fayarkumahu jami'an, na akiambatanisha, maana akikusanya hicho chote, fayaj'alahu fi jahannam, alafu akijalia hicho kitu katika moto wa jahannam. Ulaika humul khasirun, hawa wote ndio wenye kupata hasara. Ndiyo Allah tabarak wa taala anafanya hivi ili wajue wale wachafu na wale wema, alafu hawa wachafu wote wakusanywe pamoja, alafu awaue awaingize katika moto. Ndio kusudi Allah tabarak. Liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, ili apate kukipambanua Allah kile kichafu kutokana na kile kizuri. Manake ile mali ya haramu kutokana na ile mali nzuri. Wayaj'al al-khabitha, na akijalia kile kichafu, manake akifanya, manake haifanye ile mali ya haramu ba'dahu ala ba'd, yenyewe kwa yenyewe. Fayarkumahu, alafu aipandanishi mali hii ya haramu na mali hizo za haramu, azipandanishi. Ndio fayarkuma, alafu aipandanishe mali ile ya haramu jamia zote, fayaj'aluhu fi jahannam, alafu aijalie katika jahannam. Ulaika hao humul khasirun, hao ni wenye kupata hasara fi dunia wal akhirah. Kulli alladhina kafaru, waambie wale ambao waliokufuru, in yantahu yughfar lahum ma qad salaf, kama watakoma kuacha kumshirikisha Allah watasamehewa wao yale ambayo yaliyotangulia. Wa in yaudu, na kama watarudia, faqad madat sunnatul awwalin, basi hakika imeshapita mwenendo wale watu awali. Mwenendo watu awali ni walipofanya madhambi waliangamizwa. Imani hawa wakirudia katika ushirikina, Allah ndiye ataangamiza. Wakiacha wakikoma, خلاص Allah anatawafia atawaacha. Ndivyo anavyokusudia Allah tabaraka. Qul lilladhina kafaru, waambie Muhammad wale ambao waliokufuru, min mushrikai qaumi, katika wale washirikina wa jamaa zao, in yantahu yughfar lahum, kama watakoma, yughfar lahum, manake yatasamehewa kwa wao, ma qad salaf, yale ambao ameshapita huko yatasamehewa. Wa in yaudu, na kama watarejea, manake wa in yaud haulai almushrikuna liqitali, kama watarejea hawa washirikina kupigana vita na wewe baada ya hivi vita vya Badr, faqad madat sunnatul awwalin, bas hakika imeshapita mwenendo wale watu wa awali, kwamba wao kawaida yao wao ni kurudia madhambi, alafu Allah anabana. Waqatiluhum, na piganeni nao vita wao, waqatiluhum, na piganeni nao vita hawa washirikina,
hatta la takuna fitna, mpaka pasiwepo katika hii ardhi ushirikina wowote, ukafiri wowote. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, na iwe dini yote ni kwa ajili ya Allah. Unaona hivi ndio tunataka. Sasa tunao washirikina chungu nzima, ukiacha wa makafiri kuna hao washirikina tu ambao wanadai Uislamu, tunao majumbani mwetu, Yanga waganga wa kienyeji wanafika za kushirikina watu kwanza na hao wakati. Si maana kwamba labda tuchukue mapanga tupambane nao, tuwape maneno tu. Sawa, sasa nilipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam Hassan bin Thabit, uhjuhum, washambulie ya Hassan, fa inna shi'raka ashaddu min waq'i as-suyuf, shairi zako wewe zitakavyowapata wao ni kali zaidi kuliko hata mapigo ya mapanga. Hassan bin Thabit akaanza kuwatandika na maneno, tena maneno pesa kwa ndao au wasemaje mashaka waqatiluhum hatta la takuna fitna, na piganeni nao vita hao mpaka pasiwepo na ushirikina wowote, manake pasiwepo na ukafiri. Wayakuna ad-dinu kulluhu lillah, na iwe ile dini yote ni kwa ajili ya Allah. Fa in intahu, na kama wataacha, bi maana watakoma kutokupiga vita wewe Muhammad, sawa. Fa inna Allaha bima ya'maluna basir, hakika Allah kwa yale yote wanayoyatenda basir, ni mjuzi, anayajua kule kulio kwa kuyaona. Wa in tawallaw, na wakikengeuka, fa'alamu, basijua Muhammad, anna Allaha maulakum, kwamba Allah ndiye mlinzi wenu. Ni'mal maula, bora ya mlinzi huyo Allah, wa ni'mal nasir, na bora ya yule mwenye kunusuru huyo Allah. Wa in tawallaw, na wakikengeuka, manake wakapanyonga hao washirikina, yaacha wale ambao na walidania, fa'alamu, basijueni, anna Allaha maulakum, kwamba Allah ndiye nani? Ndio mlinzi wenu. Ni'mal maula, bora wa mlinzi ni Allah, wa ni'mal nasir, na bora yule mwenye kunusuru ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu.